Tunaendelea na somo letu. Hili ni somo la pili, na katika somo hili njoo tuangalie syntax. Nitakuja kwenye HTML, nitamwambia div, fungua div, utafungua tukitaka. Nitafungua div, nitaambia id iwe labda test. Nitaandika hii ni NK Computer Training. Utakuta ameandika hii ni NK Computer Training. Njoo tuibadilishe kwa kupitia JavaScript. Tuambia document, of course ni mfano, sio somo. .get element by id. Id yetu ilikuwa ni test. Tuambia .inner html. Nataka nibadilishe iwe ni kitu kingine. Nitasema hii ni Tanzania. Tafunga. Save. Ukija hapa utakuta imeandikwa hii ni Tanzania. Kwa tumeibadilisha. Njoo tuchukue syntax za uandishi. Kwanza kabisa tunaandika vitu kama lugha C. Lugha C kwa watu ambao wamepitia lugha ya C, nadhani watapata wepesi. C++, mfumo ni mmoja. Kwa mwisho wa kila kodi lazima uweke nini? Semicolon. Semicolon usisahau. Yaani hapo uweze kuandika hivi. Utakuta hapa kanaambia kuna error, umeona? Kwa hakikisha unafunga kuondosha matatizo. Pili, usipige space bila sababu ya msingi. Utakuta hapa ananiambia kuna kitu kimetokea si sahihi. Kwa nini? Kwa sababu nimeacha space. Unaweza kukuta kodi inafanya kazi lakini kisheria yao hawahitaji, kama madamu hakuna sababu ya kupiga space, usipige space. Yaani usifanye indentation. Space ya chini haina tatizo. Kufanya hivi sio kesi. Ukimwambia save utakuta hamna tatizo. Nini kingine? Nina uwezo wa kusema kwenye haya maneno nikaweka variable. Kuandika variable kwenye C tunaandika sijui int, sijui strings au char au character. Huku anaandika neno var. Var maana yake ni hii ni variable. Piga space, andika jina la variable yako labda y. Piga space, andika nataka iwe na nini? Labda 10. Sasa nikaja hapa nikamwambia y. Save. Kisha funga. Nakuta hapa kanambia usisahau kuweka semicolon kila unapomaliza kodi. Kija kurani hivi sasa utakuta kanaandikia namba 10. Umeona? Ipoje? Haijalishi hiyo var iwe ni string. Tunajua strings ndio. Labda hii natasema neno. String maana yake ni neno. Sababu wengine wanakuja hapa kwa 0. Kuna integer, namba ya kawaida. Kuna float, desimali, namba ambayo inaishia 0, 10 dot kadha. Na kuna string. Huko hatuna haja ya kuelezea. Tunasema tu var, tunaandika unachokitaka. Kwa utaandika var, utaweka nini? Utaweka mabano, utaandika labda leo. Kama kawaida usisahau element. Uzuri program inakupa maelezo kuhakikisha unafanyaje. Unaweka colon kila sema. Kisha hapa kuna ujumbe wa error. Njoo hapa tu save. Nikija hapa nikimwambia niwekee hii neno, utaikuta iko hapa nini? Utakuta kaleta neno leo hapa kwenye variable. Nini kingine? Kama tumesema tukaandika var, ukiweka float x sasa labda 1.50 kwa mfano. Kuna senti 50, utaweka nini? Semicolon kama kawaida. Utakuja hapa tabia ni kx. Upo run kodi nyepesi, tutakuta kaika 1000 nini na 50 au na nusu. Okay. Sasa kwenye syntax hapo kodi imetimia, lakini kuna ile best practice. Yaani wao wanashauri nini wale maprograma wa JavaScript, wao wanatumia mfumo gani wa uandishi? Wanasema ni vizuri madamu umeandika var, hivi vitu vingine vyote usiandike tena var na kuependezi. Inakuwaje? Kila unapoandika var, weka koma, piga enter. Andika variable yako ya chini hapa. Kwa mfano hapa naandika neno sawa leo. Na kuandikia hapa ili uone ninachobadilisha. Weka koma, piga enter. Tulikuwa na x sawa 1000.50 au 0.5.
Kama ni ya mwisho utaweka semicolon. Hizi zingine tena hazina kazi hizi. Umeona kwa nimeandika var na hii pia nitashusha chini. Weka indentation. Nimeshusha chini, nimeandika var. Wengi wanaandika hivi. Ila ukiandika hivi unatakiwa hapo weke alama kama ya comment au funge. Na wataki space bila sababu ya msingi. Kwa kama hauna sababu utaweka space, kama una space utaandika hivi. Save. Ikija kuprint itakuja x kama ilivyo. Au acha sasa hivi tuweke neno ili tuone badilika. Mimi hapa nimeweka neno, kisha kuvuta utabonyeza enter. Nikimwambia Ctrl S nikaja nikafungua website yangu, utakuta imeandikwa leo. Upo Kama unataka kuandika comment, piga enter. Comment yako weka hapa. Hili ni somo jipya. Somo jepesi eti, una relax of course. Kwa watu ambao wamesoma coding, walioanzia C na waliosoma nini Python, haoni ugumu wote katika hili somo, lakini jepesi, wana relax. Anasema UI ilibidi ishuke mbele kwa sababu imeingia ndani. Sheria yao ya best practice katika uandishi wa kodi wanapendelea kama ukiandika hivi, hii hapo fanya indentation. Neno lako lianzia baada ya neno var. Umenielewa? Yani lisikae ndani. Unaona hii error nilopewa hapa ni kwa sababu imeingia ndani. Okay. Tekea inawezekana usikute error, lakini hapa nakugea mfumo mzuri wa uandishi wa kodi. Upo nakwambia hii program itakusaidia kwenye kupangilia kodi zako. Hapo umeandika kodi vizuri. Njoo hapa kimwambia save. Maneno ni kama unavyoona. Kwa hivi ndivyo tunaandika variable. Of course kuna vitu vingi tutakuja tuvione huko mbele. Tuende kwenye condition. Condition ndo nini? Ile kusema if kadha imekuwa kadha. Kwenye condition kama tulivyosema ni kama C. Utaweka mabano hayo, kisha utaweka mabano hayo, kisha utafungua. Kodi zako utaziingiza humu ndani. Tekia katika lugha hii mara nyingi hizi spaces wana sheria zao. Sio case andika. Kwa mfano nikimwambia if y, nataka niseme sawa. Kuna hapa kuna sawa. Kwenye JavaScript kusema sawa utaandika mara 3 sawa x. Kwa mfano kwa jibu utaliandika huko. Jibu ni nini? Naambia labda print nini console, so print nani console.log. Nitumie ujumbe kwenye console. Ni sawa. Weka semicolon, else print, weka mabano, sio sawa. Kwa ni console.log sio. Angalia kwenye uandishi wao utakuta na kuwekea maelekezo. Of course utaangalia mwenye ukitaka utafuata, kuna baadhi ya maelekezo sio muhimu. Kwa mfano anazungumzia space hapa. Yeye anataka kila unapoweka bano unaweka space kidogo. Kwa hapo utakuta kuondosha spaces ambazo maza nini, kaondosha taarifa ambazo zinahusu space. Ni nyingine. Hii console.log hatujaitumia. Njoo juu kabisa huku andika, kama unaandika comment andika alama ya hiyo na nyota, kisha andika global toa space. Okay, njoo tu run ili uone majini nini taarifa ambazo tumeziandika. Maana hapa tumetumia console. Sasa console ni hapa, maana tupintie kitu. Utakuta katuambia sio sawa. Umeona? Sio sawa kwa sababu gani? Utakuta kasema sio sawa. Kwa nini? Kwa sababu x hapa sio sawa sana na y. Nikija hapa nikimwambia x sawa 10, utakuta anaandika ni sawa. Ndio tuangalie. Utakuta kaandika ni sawa. Console maana yake niandikie ujumbe kwenye console eneo hili. Tupo kwenye syntax, so kama somo limeanza hifadhi tu jinsi gani kodi zinaandikwa, baadaye tutakuja tuanze somo rasmi. Okay, nini kingine? Mimi huku nimeandika hivi ndo nini? Kuna kitu kinaitwa comment. Na hapa nimeandika hivi ndo nini? Kuna kitu kinaitwa comment kwenye lugha yote ile. Comment maana yake unataka kuandika maneno ambayo yanakuelekeza wewe. Labda hapa zenu kwa mfano. Kuna hapa maelezo labda watu. Kwa ujumbe huu program haitautambua. Ujumbe huu program itafanyaje? Haitautambua. Kwa kuandika comment utaweka hii mistari miwili. Andika comment. Comment haina masharti yote. Unaweza kuandika comment popote pale hapa.
hapa popote pale, kwa sababu yenyewe haina shati lolote. Unanipata? Popote unaweza kuandika comment. Hii haiathiri kodi, maana ukija kodi inafanya kazi kama kawaida. Umeona, kaandika ni sawa. Okay, hii ni comment neta single line. Nataka niandike comment nyingi, utaweka mkwaju nyota, mwisho utafunga na nyota mkwaju kwa kinyume. Hapo utaandika nini comment kwa mistari kibao, maana eneo hili lote inasabika ni la comment. Chochote tukiandika hapa kionekane, umeelewa? Chochote ambacho tutakiandika hapa hakionekani. Wenyewe ukiwakuta wale wenyewe ambao ndo lugha yao wanaandika sijui nyota, kwa kila comment anawekea vitu maalum. Kwa mfano naweza kuambia hapa version comment 1, labda usisahau ama login. Upo hapa nimeandika comment, wanaweka nyota afaneka comment yao, naweka ili data zio zimejielewa, ili kupatikana mpangilio. Eneo hili lote maana yake halionekani kwenye code. Kwa code hapo ukiwasha kama kawaida, umeona? Kama ningetoa hii ya juu, ungekuta hapa kuna error. Umeona code haifanyi kazi. Kwa nini? Kwa sababu umeandika vitu ambavyo si code, havieleweki. Kwa hii ni comment, kazi yake ni kufunga error mbalimbali. Hili lilikuwa ni somo la syntax. Tukutane somo sasa linaanza baada ya video hii. Asante.